na kwenda kumeza mate kidogo. Nitarejea baada ya muda si mrefu, na kwa kuwakera tu na warudisha tena Tanzanite kwa raha na warudisha Tanzanite kwa raha kwa makusudi mazima kukumbusha namna ambavyo tumepata mwana fainali wa pili wa michuano hiyo jana. Twende kwa raha. Na hawa wanatoka kwenye timu mbili ambazo ni kama Simba na Yanga pale Gini, mmoja akitokea Hafia na mwingine akitokea Horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Soa! Ni chui kutoka kwenye misitu ya Alizeti Singida. Jonathan Soa kama aliwakosa Dar es Salaam, anasema ni vigumu sana kuwakosa Manyara. Kama aliwakosa KMC Complex, anasema ni vigumu sana kuwakosa Tanzanite kwa raha. Ameunyanyua uongozi wa Singida Black Stars, amemnyanyua Omar Kaya, ameunyanyua mashabiki wa Singida Black Stars. Angalia pasi iliyopigwa, angalia turning ya Jonathan Soa. Alimwangalia wapi amekaa na vipi amekaa Musa Kamara. Mguu wake wa kushoto ulikuwa fimbo tosha ya kumchapa pin Musa Kamara. Ali Salim amekosea. Kayeke! Emmanuel Kayeke! Sio kwamba amemshika Simba sharubu, amezingoa kabisa. Musa Kamara ameshika kichwa si kwa kupenda. Simba anaruhusu goli la pili. Singida Black Stars wanafufua matumaini ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Makosa aliyofanya Ali Salim Katoro, aliyeshika fimbo kumwadhibu alikuwa ni nyota Emmanuel Kwame Kayeke. Yeye na Edmund John wako nyuma ya mpira. Nani atapiga kati ya Emmanuel Kayeke na Edmund John? Emmanuel Kwame Kayeke! Asali na shubiri kwenye kikombe kimoja. Mateso na chuki kwenye mkeka mmoja wa Tanzanite kwa raha. Wanaofurahi ni Singida Black Stars na wale wote ambao wanaitakia mema na mazuri. Mpira wa kutenga uliopigwa moja kwa moja na ukajaa nyavuni. Tuone kama Simba wanaweza kupata goli la kwanza kwa kutumia aina hiyo ya mpira. Nyuma ya mpira akiwa ni Eli Mpanzu na Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua! Mnyama anakataa kushikwa sharubu bila majibu. Jean Charles Ahoua, MVP wa Ivory Coast, anashika jembe na kuchimba pale ilipofukiwa furaha ya wekundu wa Msimbazi Simba, walau kwa uchache. Mnyama bado ana matumaini. Furahishwa na mashabiki wenzangu wa Simba ni namna ambavyo wanaiamini timu yao kwamba hata itangulia kwa magoli mangapi, lakini ikirudisha moja inaweza kachomoa yote, kwa sababu dakika ya ngapi ile wanapata goli la kwanza. Mashabiki wa Simba waliamini kabisa inawezekana magoli mengine yote akarudi, hata kwa Fadlu Davids akainuka na Mpanzu akawa anahamasisha wapambane warudishe magoli yote matatu. Hiyo ni kwa sababu wanaiamini timu yao. Na hii nini maana yake? Jana Simba imeteleza. Tuamini juu ya sababu ambazo zimetolewa na msemaji wa klabu kwamba wachezaji walikuwa wanafatiki baada ya kucheza mechi mfululizo. All in all, naweza kusema ni unlucky kwao Simba, kwa maana ndani ya miaka minne wameshindwa kufika hatua fainali ya kikombe hiki tangu alikishikiwa mara mwisho 21-22 kule Kigoma. Bao la dakika ya 80 la Tadeo Luanga katika mechi ambao Yanga walimaliza pungufu baada ya yule kiungo Mkongo kutoa kadi nyekundu
alikuwa anaitwa Pakome Mukoko Tonombe, alitolewa kwa red card ya mapema tu. Alikuwa na John Boko ilikuwa ni contract na John Boko. Tadeu Luanga afunga goli dakika ya 80, Simba kama bingwa wa kombe hilo. Baada ya hapo msimu uliofuata wakatoa nusu finali na Yanga, Faisal Salum Feitoto, ule mti kutoka katikati ya uwanja pale Kirumba Mwanza imo. Nusu finali ilikuwa. Mwaka uliofuata nusu finali tena Mtwara, Prince Dube Mpumelelo anaweka kwa chuma ya pili, goli nyingine alifunga yule Idinado. Si ndio? Kutoka hapo mwaka jana mambo yalikuwa magumu zaidi, 16 bora walikwenda Kigoma kule, Mashujaa ndio kamilika. Yule Lusajo alianza kuweka kwenye kamba, Simba wakachomoa baadaye. Kwenye penalti Simba wakatolewa 6-5, na msimu huu wa 4 Saratha wamepigwa na Singida Black Stars miaka 4. Hii ni michuano ambayo Simba shajikwaa sana huko awali wakiwa katika ubora wao. Nakumbuka walitolewa na Mashujaa ikiwa daraja la ngapi sijui pale walitolewa kwanza na Green Warriors. Sawa walipigwa mechi ya Chamazi. Alafu tena wakajikwaa tena raundi ya awali kama hii ya Green Warriors, wakatolewa na Mashujaa ya Kigoma. Unbelievable. Kwa ni hii michuano japo Simba ameshinda ile kombe, lakini michuano ambayo Simba hawana bahati nayo kivile. au naweza kusemaje, yani Simba michuano hii hawana bahati nayo kivile. Yanga lazima tuondoe rekodi yake. Sasa nisome message zenu. Ibra wa kapu la magoli Simba anasema alhamdulillah bin Zuberi, ila kwa namna ambavyo tumecheza hakuna namna ambayo tungeshinda. Timu imechoka. Tumecheza mechi 7 ndani ya mwezi mmoja. Wale ni watu sio mashine. Wamepambana sana. Tupo NBC sasa. Dhana kikosi kipana Ibra magoli. Haya nimesoma hiyo. Lakini sema kaka Mahmudu, Simba mwendo ameumaliza, ni mimi hali hiza wa gereza la Keko. Haya. Binzuberi habari, tutegemee kuwa na timu ya taifa mbovu kwa kuwa ligi yetu imeporwa na wageni. Rejea timu ya taifa ya England, mwalimu mstaafu Silwimba wa Mbalizi. Katibu wa Yanga tawi la Kigamboni Tuamoyo Kigamboni anawaarifu wanachama wa klabu hiyo wa tawi lake kulipa ada zao. Anaitwa Hassan Naivinga, katibu wa Yanga, katibu wa tawi la Tuamoyo la Yanga Kigamboni. Tuwe na furaha, ubingwa kwa mara ya 5, ubingwa ni wetu. Mara ya 5 ubingwa upi? Ubingwa mkichukua huu wa 4. Mukoko Tonombe na shukuru Aden. Sawa Naivinga, salamu zimefika. Watu wa Yanga Kigamboni Tuamoyo, mlipe kadi zenu. Ili tawi kubwa sana. Good morning Binzuberi. Morning. Tusaidie kocha wa taifa waite Samata, Mzize na Chasambi, au kwa ushauri mwingine Taifa Stars wangechukuliwa kile kikosi cha JKT, kwani ni wazalendo wote, na istoshe ni mechi za kirafiki na wako vizuri sana. Binzuberi, mimi ni mtu wako wa Karatu. Ameomba Samata na Mzize waitwe. Mzize hajaitwa bwana timu ya taifa hajaitwa. The reason behind Mzize si ndo top striker bwana. Si ndo mzao anayeongoza kwa magoli striker. Alitangaza lakini alisema sababu kwamba majeruhi. Okay, sawa. Nashukuru sana. Na Aden Mohamed amesema Mukoko Tonombe alipewa red card, aliretaliate kwa kumpiga John Boko Tonombe. Sawa. Nashukuru sana Aden Mohamed, mdau wa maana kabisa. Athman Jumapili Chama, rafiki yake Rashid Kejo. Bilifidi wa zamani wa Sigara Mlandege na Simba. Kejo alimpenda Athman Jumapili Chama tangu alipomuona kwenye finali ya kombe la Kagame mwaka 97 ile Disemba, anakezea Mlandege. Alimpenda tangu wakati huo, akawa rafiki yake. Ile Mlandege ya moto kweli kweli, kina Alfonsi, Athman China alikuwa kuna Athmani, kuna Hassan China. Alafu kulikuwa kuna mchezaji mwingine Kejo alimpenda, ule alikwenda paka German. Alikuwa anaitwa nani? Alitoka Pamba ule. Alikuwa anampenda sana kwa sababu Kejo alikuwa anapenda soka fulani hivi. Albert Kanyala Sengo. Yule alikuwa rafiki yangu. Alikuwa rafiki yako sana. Sawa. Alafu Faida Yasin na shukuru. Nathan Mpangala kijasti because kwa mujibu wa ukurasa wa TFF Instagram anasema Mzize na Novatus wameachwa kwa sababu za kiafya. Nashukuru sana kijasti because. Unakumbuka katuna kijasti because? Hivi Nathan alifikiriaga nini? Azizi kijasti unakumbuka ikoje? Kijasti kilikuwa kitoshe kinajua. Kwanza afungi, afu kinaishia hapa kwenye mbavu hivi. Baraka bado sana yuko Kiela huko. Analiba mahindi. Mimi na wewe tu. Sawa, Akida Makunda nashukuru sana. Thueni Al Waziri. Bwana
Sueni Ali Waziri atufuatilia, anatuona hapa moja kwa moja kutoka Oman kupitia Azam Max bwana, anasema anawaona bwana. Kasema suti yako nzuri, alhamdulillah, nashukuru bwana. Kumbe suti yangu nzuri. Nilikuwa sijui bwana. Najua tu wewe unalombaya Omari na moto ikukubali. Sawa, nafikiri message ni nyingi na nimesoma. Chogo rafiki yangu huyu wa Wizara ya Fedha bado yupo huko, kwa uwezo wao wa soka ndio huo, hakuna kuchoka. Baichogo wa Kigamboni. Chogo acha roho mbaya, Simba wamefika fainali, wamefika wapi? Binzuberi, kama wachezaji wa Simba wamechoka, basi mchezaji wa Simba wote wasikize mechi ya kimataifa tarehe 6 na wa South ni mimi Saidi Ngwale wa Mirelani. Yaani Simba na Yanga hivi, kwanza leo Simba wanaangalia TV leo, sioni message za watu wa Simba. Rafiki yangu Athman Kisatu, unaangalia TV kweli? Rafiki yangu Abdallah Skabo, unaangalia TV kweli? Au bado mmelala? Mna haki ya kulala. Hivi Simba hii haki ya kulala paka sasa mnaipata wapi? Hebu mkeni mkajenge taifa, Simba wenzangu. Mnalala paka saizi kwa raha ipi? Goli la kwanza la Singida, mastrika mjifunze hapo. Abubakar Hassan Sefu, Abu Nele mwenye striker wa mpira, striker wa Pamba, toto bora, anamsifu striker, amezungumza ki striker. Kwa hiyo yule mtu na jana alikuwa anafunga hata magoli mawili matatu. Sema tu kawaida ya wachezaji wa West Africa wakishaona wako yani kuna kipindi wafika kama wanatosheka hivi. Hawana ile njaa fulani ambao watu wa kaskazini wanayo. Na hapo ndo tofauti yao hata kwenye mafanikio. Kuna wakati ule Salah unamuona Salah kafikia kwenye mwisho hawezi kuendelea. Unakumbuka lakini anakuja, yani kuna kitu watu wa kaskazini wanacho huku hawana. Jiggy John Nicholas from Uyole Mbeya. Bizuberi, kiukweli kama marefa wetu wakiwa makini na kuzingatia sheria 17 uwanjani, basi timu zetu zitafika mbali katika soka la dunia. Tukiendelea na uamuzi ule wa basi tunaendelea kuwa wasindikizaji na kulaumu CAF tu. Akina Rajiga waongezeke zaidi. Jana tumeona mechi nzuri na ndio uhalisia wa Simba huo. Kazi ya kutengeneza timu iendelee. Hivi Rajiga anasifiwa kwa sababu Simba imefungwa au anasifiwa kwa sababu afanya kazi yake vizuri? Mtanjibu baadaye. Maana naona watu wa Yanga wote wanamsifu Rajiga. Asalamu alaykum. Simba amecheza mechi nyingi sana mfululizo mwezi Mei, hivyo wachezaji wamechoka sana. Tuwaombe Yanga waendelee na msimamo wao wa hatuchezi ili wachezaji wetu wapumzike. Abdul Jazili wa Kigamboni. Kuna watu kuna vitu wanakulaga kwanza kabla ya kutuma message hapa Na hizi message mbona nyingi sana jamani? Tazimaliza kweli. Manase Ndosi wa Arusha, watu kubaliani kwamba Simba wanajenga timu. Hana uwezo wa kuchukua kombe lote msimu huu. Binzubeli, tungekuwa na akina Rajiga 10 tu. Jamani, nitaendelea baadaye. Hizi message naona zote za msifu wa Rajiga. Ni kweli anastahili kwa sababu si leo tu. Huyo ni mwamuzi ambaye siku nyingi CAF na FIFA wameshampitisha. Nafikiri ndo central referee pekee sasa hivi anafanya assembly za FIFA na CAF, ndio? Yes. Na wale wasaidizi wengine kama 4 hivi wanaingiaga na kutoka. Sawa. Cletus Kunambi is back. Rashid Kejo kama kawaida na Sogelia Kilinga. Watatu hawa ndo ambao tuko nao kwenye mjadala wa leo. Ni wasa kwenu kunyambia mechi kati ya Singida Black Stars na Simba ilikuwaje? Naanza na Sogelia Kilinga, nahodha wa jopo letu. Mechi ilikuwa nzuri sana. Nataka sana simulizi ya mchezo ulivyokuwa. Azif sikuangalia. Mechi ilikuwa nzuri sana, lakini reflection ya mchezo huu kidogo ulilingana na mechi iliyopita ambayo ilichezwa siku kama 2-3 kabla. Simba walishinda ile mechi ya Dar es Salaam hapa, lakini walionekana wana fatigue kidogo. Hawakuwa na ile energy ambayo tumeizoea. Kwa hiyo hata mechi ya Singida ya jana kule kwa raha Babati ndivyo ilivyoanza kwenye hasa kwenye defense. Simba walionekana wako, kwa Kiingereza wanasema sluggish, yani miguu sio tembea, yani wazito hivi. Hata aina ya magoli yalio concede ni kutokana na hali hiyo. Unaona Chemalon Fondo anapiga back pass akiwa amerelax kabisa, anaturn hajui kitu gani kinaendelea kule, na goalkeeper naye ambaye ameingia bado hajaingia mchezoni, miguu yake kama bado haijapata ile joto kidogo. Hakufanya hata warm up. Hakufanya warm up ya maana, kwa anataka kutuliza mpira
control yake inakuwa chumba na sebule yako. Sio akufanya warm up ya maana, hakufanya kabisa warm up. Yes, was an accident. Kamara yuko chini, aliyekwenda kumtazama alifanya hivi. Na ukura beki alifanya hivi. Yule akainuliwa, alivyoinuliwa ka stretch, akaenda kwenye meza, akaingia uwanjani. Na ameingia tayari mchezo umesha. Unajua wakati Kamara anaumia pale chini, kuna kipindi aliinuka akafanya warm up, lakini Kamara akaendelea na mchezo kidogo, kwa hiyo akarudi. Hakuwahi kuendelea na mchezo. Kamara aliendelea kidogo. Hakuendelea kabisa. Aliendelea kidogo ndio akalala tena. Omari tulimaliza hili. Kuanzia dakika 25 alipoumia paka aliinuka akarudi pale. Aliinuka akakaa golini kidogo akalala. Kwa hiyo tunakwenda tunaangalia hapo. Ndio hiyo hapo tunaenda ndio hiyo move ya kwanza anakwenda kuumia hapo chini kaumia. Umeona bwana baada ya kuumia amekaa walimfanyia matibabu akarudi. Ngoja tutaona amekwenda. Ngoja subiri tunamaliza bila bishana na mwenye Simba. Uje kwa watu kwa wanaangalia huko na stress na sisi tuangalia tumetulia kabisa. Kakaa huyu hapo. Uona angalia sisi tuangalia kwa utulivu huyu kakaa. Sawa? Wewe endelea kuongea. Unaona hiyo ni marudio ya tukio. Hiyo ni marudio ya tukio. Lakini sasa baada ya hapo akurudi huyu mwamba. Baada ya injury hiyo alirudi. Unajua ile vichwa walivyokutana na wale. Ushaonaga kondoo wanavyopigana? Kondoo wanakutana hivi. Vita ya kondoo. Lakini yule inaonekana either alipigwa sehemu ya. Hakuwahi kurudi, tayari kishainuka Salum pale, amestretch tu. Yule Alisalim anamuona anashika mapaja hapa, anavaa glove. Yaani nilimuona ukijana wa kweli jana, mimi nilijua. Wakati anaingia nilikuwa na kijana wangu, mwanangu wa mwisho She. Nikamwambia She, kama Simba wataruhusu huyu apeleke mpira, unaona anakwenda kutoka huyo, akurudi uwanjani. Tumekubaliana kwamba akurudi uwanjani. Ametoka ameshika kichwa. Mimi nilimfuatilia paka anakaa benchi hadi alipoanza kusinzia. Ni kama nilimuona ameendelea najua alikuwa na stress. Alikuwa na stress. Lakini sasa nilimwambia kijana wangu, nikamwambia Sheikh Yusuf, huyu kama Simba watamruhusu apelekee moto na watamfunga. Hajafanya umaf kabisa. Sijakaa sawa. Baba. Sikuwa na farini. Nikashangaa hivi. Yaani kwa sababu mpira walikuwa nao Simba nikajua narudi hivi. Sikuwa nakezea Simba. Akogo lenyewe lilofungwa la kwanza niliona kwa marudio. Ni kwa sababu unaona sasa na wewe ulienda kuchezea simu kwa sababu ile aina ya pasi aliyochukua kutoka kwa Chef Fondo Malone. Chef Fondo kwanza ana mazoea ya kurudi kupiga back passes nyingi sana. Nafikiri Simba wanatakiwa wamsaidie. Hata yule ambaye hata yule ambaye alipelekwa mpira naye ni mzembe sana. Katika eneo kama lile hakustretch hata kidogo kukimbia. Sawa, ilikuwa ni pasi ambayo haijafika. Sio? Pasi ilifika. Pasi ilifika vizuri. Kati ya pasi ambazo ni back pass alizopiga Shemaloni ikafika vizuri. Ilifika vizuri kabisa. Tatizo lilikuwa ni control ya goalkeeper. Ile control yake ilikuwa chumba na sebule. Mpira ulienda mbali kidogo. Akaanza kufukuza, akawa under pressure. Kwa hiyo akapiga tena mpira ambao haukwenda mbali, akawini Keyeke. Wakati tafadhali bwana Baraka, wakati tunaongea tuwekee leo magoli tuone, manake kuna watu walikuwa wanaangalia mechi ya jana wana stress. Mimi nataka ile goli la pili lilivyokuwa. Ule mpira alirudishiwa ule mpira goalkeeper akauanzisha kushoto. Sasa naye mzungumzia yule ambaye alipelekewa. Aliona kwamba ile pasi ni fupi, lakini alifanya juhudi gani? Yule naye na uzembe wake. Sio ana uzembe wake, yule ndio kasababisha matatizo yoyote kwa sababu mpira tunacheza kama timu. Pale ni mfululizo kwangu mimi kama mtu wa kwanza kumlaumu, na kama kuna zile punishment za kukata watu posho mishahara, mimi namkata yule wa kule. Alikuwa nani? Anaitwa nani yule? Nouma. Alikuwa Nouma upande wa Nouma. Yule ndo kumkata mshahara yule. Lakini kwa sababu hatari, mambo kwanza unainusa. Si ndio? Yule ndo alikuwa anaona kuliko mtu yote, sababu alikuwa pembeni. Alikuwa anaangalia mpira ambao umetoka kwa nani, kwa Karabusha unakwenda kwa kipa, na mpira ambao kipa amepiga na uleta kule upande wake. Kwa alimuona angalia, unaona hiyo pasi nzuri kabisa, control yake hiyo. Angalia ule pale beki yule beki ni siwezi kumlaumu. Ninalaumu goalkeeper. Bila kuambiwa yeye amegeuka na stress. Goalkeeper huwezi kumlaumu. Sawa, nikupe haki yako ya kuzungumzia mchezo ambao likupokonya kwa muda ili kuchangamsha baraza letu hili hapa. Ndio nasema unaona vyote hivyo sasa ni fitness. Yaani wachezaji wa Simba. Kwanza tumekubaliana kwamba
Kamara hakurudi uwanjani baada ya hapo tulikubaliana, lakini fitness, yani ile fatigue ya wachezaji wa Simba unaiona, body language yake inasema. Na Singida walikuja jana wana dhamira ya ushindi, ukiwaona nao body language yao inakwambia nini, kwamba kama wanalalamika kwamba tulipokwa ushindi Dar es Salaam, kwa leo tuonyeshe. Kwa hiyo wamekuja timu zenye mnani mbili tofauti. Hawa wanahangaika na fatigue, hawa huku wana ile ari ya kutafuta kuprove kwamba kuna kitu tulifanywa si halali. Kwa hiyo ndio hali ya mchezo ilivyokuwa jana. Sawa. As if you know nothing about those two teams. Wewe ni mtu umefika pale Karatu, usema bwana kuna burudani gani hapa bwana mjini kwenu? Bwana leo bwana hapa tuna mpira tu, timu zinacheza Simba na Singida. Unaenda kuangalia. Haujui background hizo teams zilicheza lini na lini. Unaangalia mechi, lakini wewe ni mtaalamu wa football, you can analyze technically. Sasa nataka uniambie kiufundi mechi ilikuwaje bila kufikiria udhaifu ama mapungufu ya timu zote, sijui fatiki, sijui nini. Yaani wewe hujui, ndio unaona game hiyo kwa analyze kiufundi tu bila kuficha mambo mengine. Technically Singida walikuwa bora kwa sababu walikuwa wana pace, wana speed, na walikuwa determined kupata matokeo bora. Simba sio kwamba walicheza vibaya sana. Kuna kipindi walikuwa na possession nzuri sana, mpira ulivyoanza walikuwa wanapiga ile free flow football ambayo ndio nani ya Simba. Ulikuwa unaiona wanapiga pasi nyingi, wanatafuta movement za kwenda mbele kama kawaida. Mutale alikuwa bora kwenye ile shimo pale katikati. Amekuwa ni mbunifu sana kwenye kupiga pasi za kuachiana, tuondoke twende. Lakini sasa ile tunarudi pale pale. Kuna sehemu ilikuwa ikipigwa pasi unakuta mtu yuko flat footed amesimama, haikimbizi. Tunarudi kwenye fatigue. Kwa hiyo kimsingi waliokuwa bora jana Singida Black Stars walistahili ushindi, walicheza vizuri sana katika mechi ya jana. Kuna vitu viwili. Kuna performance ya Budo ambayo imewafanya watu wampe pressure Fadlu amweke kwenye first team. Bahati nzuri akawa ameshine kwenye mechi kama 3 zilizopita, kama ile finali ya marudiano na Berkane. Na hata jana pia amemwanzisha. Lakini kuna namna ambavyo Kibu na Mpanzu wanacheza. Ni namna nzuri sana ya kutafuta ushindi ambayo imeisaidia Simba katika safari yake ya msimu mpaka kufika ilipofika. Kama inasahaulika hivi and people just singing the Budo name, wanasahau yote kuhusu Kibu na Mpanzu kwa mawazo yangu mimi. Ambayo sasa wanapokosekana Mpanzu au Kibu mmoja wao wanapokosekana ama wakikosekana wote, ndio tunaona kama vile Budo atoshi bila Mpanzu, na tumeona baada ya Mpanzu kujia katika mchezo ambao ulikuwa mgumu, angalau kidogo Simba ilibadilika na kuna kitu kionekana Simba inafanya. Kwa mawazo yako wewe? Ni kweli, lakini Kibu Dennis ukiangalia tangia mechi ya Simba na Berkane kule away ni kama alipata injury hivi. Sasa hajarudi kwenye ile fitness yake. Hata mechi ya hapa alivyoingia hakutoa ile performance ambayo tunajua Kibu Dennis alivyoanza. Hakutoa ile performance ambayo tunajua Kibu Dennis ni mtu wa kudrive, kuchukua mabeki wawili watatu. Humuoni vile. Nafikiri bado ana struggle na ile injury yake. Hata jana alivyoanza sidhani kama unakumbuka kuna tukio lolote ambalo alifanya Kibu Dennis na akapewa alikuwa nayo. Akapewa substitution. Ukiangalia katika mechi hizi mbili zilizopita, naona Kibu, kuna wakati Kibu alikuwa anapewa free roll. Sasa hivi free roll amerudisha majukumu ambayo alikuwa nao nyuma kidogo ya kusaidia ule ustifu wa timu kwenye kujilinda. Na umeelewa ile kama Simba kwa wanakabia juu basi wale ndio wakabia juu, na Simba kama wakipitwa basi wale ni watu ambao yani amerudisha majukumu yale ya Kibu wa nyuma, ambayo sasa kwa jicho la kawaida huwezi kuona umuhimu wake, ila ukimkosa ndio utaona umuhimu wake. Hapo ni kuongezea kitu kimoja. Niliona kabisa pamoja na ubora wa Singida ulikuwa ni kwenye counter attack na dead balls. Na ndio pale popotea magoli yao yote. Goli la kwanza counter attack, na zile attempt ambazo makocha Simba zio counter attack, na zile dead ball mbili ambazo ile mistake ya makosa ya mabeki na ile dead ball. Lakini niliona mabeki wa Singida na hata viungo wao walikuwa wana makosa mengi, na kuna center back alipata kadi ya njano
ndani ya dakika 15 za kwanza. Si kuona washambuliaji wa Simba kutumia mwanya ule kumpelekea pressure zaidi yule mchezaji au ama atolewe au apate kadi nyingine. Sijui kama nimeeleweka make. Yani sikuona ile pressure, yes. na walikuwepo watu wao. Naona kama vile ni watu ambao wanacheza ile aggressivity haipo kwa sababu aggressivity it include concentration. Ni kweli Simba hakuwa na hiyo aggressiveness jana. Nafikiri mechi ya finali ya hiyo Confederation Cup ilikuwa wanasema inafanya energy sapping, imechukua sana energy yao. Kwa hiyo wachezaji wanakosa ile ari yote walikuwa wamehamishia, bado hawajazinduka kutoka kule, na nafikiri kile kutolewa kwa namna ile walivyotolewa, maamuzi yale yaliyotokea katika fainali ya Zanzibar bado iko kichwani mwao. Kwa hiyo ni swala la kuwasaidia kisaikolojia ili waweze kurudi mchezoni, na kusaidiwa kunatoka kwenye kupunguza hii fatigue ya kucheza mechi mfululizo ndani ya siku 7 ukacheza mfululizo, lakini pia psychologically wanabidi watulizwe kwamba sasa tuna jukumu la kufanya kwenye mashindano tuliyobakia nayo ya ligi kuu, na kuna mechi 3 za kumaliza. Sawa. Mimi nilikuwa na maana nzuri sana kukubana na wewe peke yako ueleze vizuri. Nilikuwa nataka kama vile kuna wakati Jibril kwa itakatapira. Unakumbuka? Kwamba yeye kocha ambaye sasa anafanya kazi. Sasa nilikuwa nataka kama katatufie njia hapa ili watu wengine wapite humo. Kunambi umemsikia Nas katika mahojiano yangu mimi na yeye. Nini umeona katika tulozungumza na kulingana na alivyoona mchezo wa jana, wewe unasemaje? Lakini tukiwa honest sana, game hizi mbili, ukianza na mechi ya ligi ya Singida na Simba, ambao Simba wameshinda goli 1, na hii mechi ya jana ya nusu finali ilikuwa na situation mbili. Kwamba ni kweli Simba wako na fatigue ambazo zimetokana na kucheza mechi nyingi mfululizo. Hilo nao ni tatizo. Lakini kwa upande mwingine wa shilingi, pia Singida Big Stars nao kuna namna fulani, kuna match fitness fulani wameikosa nao muda mrefu sana hawakuicheza. Mechi ya Dar es Salaam kwa namna moja au nyingine imewajengea match fitness ambayo imeenda kuwamaliza Simba kule Tanzanite. Wakati Simba wana struggle kwa fatiki, hawa Singida Black Stars walikuwa na struggle kwa match fitness. Samahani kidogo. Mimi mtu akajambia kwamba Simba ilizidiwa, Simba ilikuwa mbovu, Singida sijui walikuwa na match fitness, sijui wamepata match fitness. Sioni, kwa sababu magoli yote 3 waliopata Singida jana si magoli ya eti timu ilifanya build up nzuri sana. Naona ni magoli ya makosa yote 3. Sawa bwana. Goli la kwanza anafunga ule mchezaji, ni makosa ya defenders. Yaani ukishaona mchezaji kwamba anapunguza watu, anapunguza Baraka, tuwekee basi na clip tuongee tuende nazo, anapunguza mpaka anakuwa na shoot. Sawa bwana. Na hata goalkeeper pia hakuonyesha ubora wa class goalkeeper wa aina yake. Yani alifunga magoli ambayo huwezi kumlaumu. Yani alifunga goli ambalo unajua katika kusevu hakuwa na maarifa ya ziada. Makipa kiwango chake ukishaona kwamba huyu anapiga vipi, na mtu akiruka na stretch anaweza mguu na kwenda huko, mkono unakwenda huko. Sijui umenyelewa. Yani goli ambalo kafunga mchezaji mzuri, lakini hata pia asingeweza kufunga kama tena na kipa mzuri la kwanza. Goli la pili ni makosa, yani ni magoli aina ya yule kocha wa Fountain Gate anasema ya kupeana. Ndio wale magoli ya kupeana yani. Yule kipa wale wamepeana goli. Ile goli wamewapa sadaka. Na hata Fadlu amezungumza. Na goli la 3 kadhalika ni goli la ndio kukosa umakini tu. Yani mimi magoli haya ya free kick kama goli alofunga Ahwa na ile alofunga wale kwa free kick ni kutokuwa makini katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi. So those 3 goals waliopata Singida na namna ambayo Singida inasifiwa, mimi sio ni convinced sasa. Lakini si kwa sababu ya yale magoli yaliyopatikana. Unajua unapokuwa na fatigue au unapokosa match fitness, kuna sharpness fulani ya kureact mchezaji unaikosa. Kwa mfano hapo ulizungumzia tukio hili hapa hili. Baada ya yule kipa kurudishiwa mpira na Marlon, akashindwa kuupossess vizuri, akafanywa pressing. Kuna namna aliupiga
pale alipopiga kulikuwa na mchezaji wa Singida ambaye alifunga ile goli. Kuna mchezaji yule nani Valentin Noma. Hakuwa sharp kureact. Kulikuwa na namna pale angeweza hata kufanya sliding. Au hata kucommit foul. Kwa namna moja au nyingine kwa sababu distance yake na yule mpigaji wa ule mpira haikuwa mbali. Sasa hiyo inasababishwa na fatigue. Mchezaji anashindwa kureact kwenye matukio. Na ukiwa hauna match fitness kuna namna pia unashindwa kureact kwenye matukio. Hiyo yote imeonekana. Kwa mfano hata ukiangalia ile turning kweli unamsifu sana Jonathan Soa namna avotani, lakini kwa mchezaji ambaye naye yuko anakuwa ana fatigue, anakuwa yuko active, concentration yake inakuwa iko juu muda wote uwanjani. Kwa hiyo mimi nikiangalia hii mechi, of course nasema Simba wana bahati hata kushinda mchezo wao wa Dar es Salaam kwenye ligi, lakini Singida walikuwa wanapaswa kushinda toka mechi ya Dar es Salaam. Mimi nikukubalie, nisikupinge nikubali, lakini mimi nafikiri that is how football is, kwa sababu watu wanacheza sio tu Europe, sawa, hata hapa Afrika wanacheza kombe la ligi, wanacheza kombe la FA, wanacheza continent, sawa bwana, na wanacheza ligi yenyewe hapa kwenye continent hapa. Au Pyramid ukienda kwenye fixture yao namna ambavyo wamekeza hizi tu wanacheza tu, yani sisi wako kwenye CAF Champions League, walikuwa wana kombe la Egypt, wana ligi, umeona, na hadi wanakwenda kumalizia ligi. Na Simba si kama eti Simba ni Namungo kwamba wana bati zao wanasafiri nao, hapana. Simba wanatembea na ndege angani. Wakitoka hapo, yani Simba wanaishi luxury life. Yani hiyo excuse ya fatiki, na yani nahitaji mtu wa kuniconvince sana. Mwenye moyo kama Haji Medali Saidi aliconvince sana nikubali kwamba Simba wana fatiki. Mimi nakataa kuhusu fatiki. Alafu pili, Simba wana kikosi kipana. Sawa? Matumizi tu wachezaji nadhani. Na namna kocha anavyoweza kuamini akawapa nafasi. Bado sikubaliani na fatiki. Na sikubaliani kwamba eti Singida ilizidi ubora Simba. Labda sasa mtu ambaye anaweza kunibadilisha mawazo yangu ni mtu huyu Rashid Kejo. Karibu. Mimi nicheke kwa sababu wewe ndo mwalimu wangu, akinionyesha mawazo na kubali. Kwanza haya mjadala namna hii wakati mwingine hakuna bingwa. Inategemea tu mtu anavyoona na anavyofanya tathmini ya kile kilichotokea uwanjani. Naweza nikakubaliana na wewe na nikajenga hoja ya kukubaliana na wewe. Ndio. Nikakubaliana na Kunambi na Nas na nikajenga hoja tukakubaliana nao. Kwa hiyo vyote vinategemea unataka kwenda wapi. Labda nipite katikati. Ndio. Kwanza nikianza kukuunga mkono. Ni tujiulize sote. Simba ingetwaa ubingwa wa shirikisho, nina imani ile ingekuwa ni morali kubwa. Mechi ya kwanza ya Singida na mechi ya pili huenda wangeshinda. Ingekuwa imeongeza ile morali ya wachezaji. Ari ingekuwa ya hali ya juu mno kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika wa shirikisho. Tunawezaje tukafungwa na hivi vitimu vya nyumbani? Kwa hivyo vyote vingekuwa ni vitimu vidogo, na hasa ikizingatiwa kwamba Simba ni timu bora ya 4 Afrika. Kwa hiyo ile ingetoa morali ya hali ya juu. Kwa hiyo unajua mtu anapokuwa amepambana katika hali ya nguvu ya juu sana, ametumia msuli mkubwa, alafu asipopata matokeo, ile kushuka ari, ikishuka inashuka kwa kiwango kikubwa. Na nasema hata mechi iliyoshinda hapa ile ya 1-0 ilikuwa Simba imetumia ni ule ukubwa wa timu. Yes. Lakini ukiangalia ile mechi ilikuwa ngumu kidogo kwa Simba, na hata matokeo, na ndio maana yamekuwa na tafsiri nyingi kwamba Singida ndio ilikuwa imestahili na hivi. Lakini sehemu kubwa ilikuwa ni fatigue au ni matokeo ya mechi ya Berkane. Ilikuwa imeivunja moyo kabisa. Kwa ilikuwa inapambana kwamba sasa tunatembea nyota ya Simba, kwamba hii ni timu kubwa, lazima tupambane tupate matokeo. Sasa na mechi ya marudiano
kutokana na kilichotokea na matokeo ya mechi ilivyochezwa Dar es Salaam Mwenge pale ilitoa ari kubwa sana kwa Singida. Lakini Simba hali bado ya matokeo ya Berkane na mchezo ule hayakuwa unajua unaweza ukashinda alafu bado huridhiki Kwa hiyo kile kitendo sasa cha kubeba matokeo ya mechi ya kwanza kikaenda Tanzanite kwa raha ndicho kilichojitokeza jana. Lakini si kwamba Simba jana ilicheza vibaya kwa kiasi hicho. Sawa. Nataka nisambie sasa Kunambi. Mpasuko utokea pale Amani Stadium sio mdogo. Jambo la kwanza ambalo benchi Fadlu alikwenda kufanya ni kuwaunite tena wachezaji baada ya mtafaruku kwa uwanjani. Kwanza kuambia Sauni yameshapita. Sisi ni timu ya mpira. Assignment zinaendelea. Alafu pili kujaribu kuondoa tofauti zilizojitokeza baina ya wachezaji ikiwemo ile ya Kamara na Ngoma. Unajua kitendo cha kupigana mimi na wewe tukizingwana mpaka tukashikana mashati ujue kutoka hapo hatuwezi kutoka tunaanza kusalimiana Kunambi vipi? No. Lazima atokee mtu mmoja simwe Kunambi hebu njoo bizubeli njoo. Mambo gani mnafanya hayo? Sisi wote ni wamoja. Hebu Aisha jamani. Peace. Tunahagi tunaendelea. Umenyelewa? Hayo yote yafanyike. Alafu zirudisha akili za wachezaji ambao tayari walikuwa washindwa kikombe cha Afrika kwamba mmekikosa lakini sio mwisho wa maisha kuziweka sawa. Within short time. Sijui umenyelewa? Yes. Hapo ndo matatizo ya Simba alipoanzia. Lakini sasa umenyelewa bwana kuna ile kengele za hatari zimeshalia. Ajaye ajipange, huyo atucheze akija ajipange unajua. Kengele za hatari zimeshalia. Kwamba timu kama ya Simba inapokwenda kupata pigo kama lile, ni kama Yanga kufungwa na Tabora. Umenyelewa? Ya hao atucheza hata kama wakiingia wasitegemee kupata ushindi kirahisi kwa Simba kwa sababu tumefungwa na Singida. Wafanye kazi kweli. Pengine ushindi utakuwa draw. Sababu Simba si timu mbovu na wachezaji. Au unasemaje Nasi? Ni kweli. Umeiweka vizuri sana. Na ndio maana nikuuliza kwa sababu lazima utadunga mkono. Sawa. Kuna kitu kimebakisha hapa kwenye hili swala la Simba na Singida. Kwa sekunde kadhaa kama mtu ana kitu kabla hatuja shift. Kuna jambo kubwa leo. Sawa. Ali Salim benchi na muathiri ama ndio ile ya akuwa na maandalizi mazuri kabla ya kuingia uwanjani. Kunambi. Of course benchi nao na asilimia zake, lakini kwa ujumla wake ubora kwa ujumla wenyewe. Unaona? Kejo benchi. Mimi nalia na benchi kwa wachezaji wetu wazuri. Tuna muda kidogo utatosha hapa. Tupige na sekunde chache sana. Abdultwalib Msheli alikuwa tayari ni kipa ambaye anadaka mechi za Taifa Stars. Benchi imempoteza, ameondoka kabisa. Huyu Betasha alivyokwenda Yanga naye benchi likamrudisha nyuma. Betasha kocha kwa golikipa ambaye paka ilibidi wakati kocha awapi mechi za mzamu na Aishi Manula. Ameanza mwanzo ameenda sasa hivi naona hivi yuko wapi Betasha? Singida. Yupo kweli? Jana alikuwepo. Yupo Singida jana alikuwepo. Yupo, yani unajua kuwepo si kuwepo tu. Alikuwepo benchi jana. Yani iko hivyo. Lakini pia back at the days issue ya Batezi na Maximo unakumbuka? Mimi niliandika hiyo story. Mwalimu Mkejo. Maximo ambaye Batezi nenda kacheze Mtibwa au timu nyingine ambao utacheza kuliko kuwa hapa msaidizi wa Kaseja. Wewe ni kipa mzuri kwa sababu Maximo alikuwa anamchukua lakini kikwazo kilikuwa ni kile. Benchi kwa makipa wetu bora lakini kuna swala la maslahi inawapush kwenda timu kubwa. Kejo sekunde 30. Kwanza katika mfumo wa timu nyingi duniani na za Tanzania zikiwemo, mara nyingi hakuna rotation sana ya wachezaji katika timu. First choice goalkeeper mara nyingi anakuwa ni huyo. Sasa na kwa Tanzania huku tumeathiriwa na Usimba na Uyanga. Huu ni ukweli. Na bahati mbaya sana Simba na Yanga first choice goalkeepers sio wa Tanzania. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na goalkeeper ambaye ni chaguo namba 1 wa Yanga au chaguo namba 1 wa Simba ambaye atakuwa ni chaguo namba 1 wa Taifa Star. Na ndio maana unakuta wakati Aishi Manula akiwa kipa namba 1 wa Simba ilikuwa hakuna hata mtu anayeweza kufikiria Tanzania 1 alikuwa ni Aishi Manula. Kwa hiyo kwa kubadilisha makipa kwa kutokuwa na makipa wakubwa, Azam yenyewe kipa namba 1 hakuna Mtanzania.
Singida Big Star sasa hivi kipa namba 1 hakuna Mtanzania, na ndio maana yeyote anayechaguliwa akiwepo pale akitangazwa kwamba wewe ndio utakuwa kipa, anatoka Mtibwa sio anatoka wapi, watu wanaanza kupiga kelele kwa sababu hawawaoni, hawana hayo majina ya Simba, Yanga, Azam na Singida Big Star. Haya bwana, Morocco ameita kipa under 20 ya Azam kwenye timu ya taifa, makipa wa ligi kuu hajaona. Nas, leo Cairo International, one of the very best stadium hapa Afrika, Cairo. Have you been there? No. Pale panawaka moto against hizi teams za South Africa. Sawa bwana katika kombe la shirikisho Afrika. Sawa bwana, hatua ya robo finali. Sawa bwana Kunambi. Wakiwa wametoka kutoa sare ya goalless, yani sare ya bila mabao away Zamalek, mabingwa wa kombe la shirikisho msimu uliopita, walikuja kufungwa wao goli 1-0 dakika ya mwisho kabisa na Stellenbosch ya Afrika Kusini. Dakika ya mwisho Bosch anamtoa Zamalek. Tulikuwa tumeshajiwekea kwamba bwana, kwa sababu Zamalek amekwenda draw away, basi ajaye kwa Simba ni Zamalek. Bosch dakika ya mwisho wanamkanda pale Zamalek pale Cairo. Haya, katika mechi ya nusu finali, sawa bwana CAF Champions League, sawa bwana CAF Champions League nusu finali, Pyramid anakwenda goalless draw na Orlando South Africa. Mechi ya marudiano ambayo ilifanyika pale Cairo, Pyramid walipata bao la kuongoza dakika 41, Maele akachomoa dakika 45. Kipindi cha pili dakika 52, Orlando wakapata goli la pili. Sawa bwana, nimkumradhi, Orlando alianza kuongoza dakika 41, Bafokeng, sawa dakika 45 Maele anachomoa, dakika 52 Nkota anafunga goli la pili. Ikaenda dakika 57 wakachomoa na Madhansobi, dakika 84 Maele anafunga bao la 3. Yaani unaweza kaona hii mechi tayari washaipoteza Pyramid hadi kuja kufikia kwenye sare ya magoli 2-2. Dakika 84 ndio wao wana tiketi yao ya kwenda. Hili ni somo ambalo mbakia nalo, yani ni fundisho kuhusu timu za South Africa. Lakini nimekwambia kuhusu Mamelodi, sawa bwana. Mamelodi yeye alianza na draw ya 0-0 na nyumbani na El Ahly, sawa bwana. Mechi ya marudiano akatoa draw ya 1-1 na El Ahly. Lakini ilikuwa ni draw aina gani? Sawa bwana, unbelievable. Sawa bwana hadi dakika ya 90 El Ahly wanaongoza goli 1-0. Nyinyi hamkuangalia mechi, washafuzu. It was an out goal. Yasir Abraham anajifunga dakika 90 plus. Dakika ya mwisho ndio maana hoja wana book ticket ya kwenda finali. El Ahly tayari walikuwa washaingia finali kwenda kuchukua kombe lingine la Afrika. Yaani nawaambia kuhusu mechi za Misri na South Africa kwenye ngazi ya club jinsi zilivyo. Endelea Kunambi, utampa Kejo amalizie. Kwa hiyo kama utangulia kusema hivyo, ni kweli mpira unakuwa na mambo yake. Hapana, hawa mabwana wanapambana kweli kweli. Namna yake si kwa watu wengine. Naona ndio maana nikasema hii nani hawa Pyramid mimi ninavyoitazama ni timu hasa. Kwa maana wame raise bar yao. Ni timu ya kiushindani kweli kweli. Mimi bado kuna asilimia fulani naipa Pyramid. Nathan Mpangala kwa mujibu wa Arajiga kajipata, ongera kwake. Ana mawili ya kuchagua, aendelee kusimamia sheria na ethics, afaidi dola za CAF, au afuate ya wenye mpira wao, aishie hapa kama akina wa hapa. All the best Arajiga, CAF and FIFA, we are watching you. Asante sana Nathan Mpangala, just because Mekedari Mahmudu, ukweli haikuwa siku bora kwa Simba. Singida walijiandaa kulipa kisasi, Simba wajipange. Brother Miki anaongea. Sawa bwana Salamu alaykum Binzuberi. Simba itaki kulalamika kwa sababu ya uchovu au ratiba ngumu. Kawaida timu ikiwa kubwa itakeza mashindano mengi, hivyo itakuwa na mechi nyingi. Simba haiwezi kuwa na mechi sawa na Prison au Mashujaa. Uwezi kutaka pepo na utaki kufa. Mndelwa huyu kanifikirisha. Sawa haya message ni nyingi, nitachagua za kusoma. Rafiki yangu Asmanike Satu, bora umeamka. Binzuberi, asalamu alaykum. Kama tungepata waamuzi 8 kama Arajiga, hata wewe unamsifia Arajiga, tungefika nchi ya hadi. Kwa ajili wengine wasiye kama yeye, au kuna shinikizo nyuma ya pazia. Pia waamuzi wakizingua wapewe adhabu ambayo itawafanya
wajutie maisha. Rashidi wa George bin Zuberi, unaposema Simba wamechoka si kweli. Kuna Chasambi, kuna Barua, Awesu na wengineo hawajacheza muda. Ukisema Simba ina kikosi kipana au wengine ni finisher, na wewe huo usimba acha kudanganyana na wewe mwanetu. Asalamu alaykum Zuberi, Simba ya jana ndio Simba halisi bila ya sawa, tuko nje ya muda kweli kweli, nafanya kusema na message hizi lawamo usipasoma. Grace Masota Madui, habari za asubuhi bin Zuberi, nampa pole mtani kwa kutolewa CRDB Cup, wasalimia hao wachambuzi Shaitown. Sawa, message ni nyingi jamani, nyingi sana. Huyu anaitwa nani? Sasa nitawezaje mimi Eliki sio huyu kipa aliyeingia, je ana uchovu ama sawa, message ni nyingi, mtaniwa radhi kwa wale ambao sijazisoma. Bin Zuberi Kamala alivyoumia alitibiwa na baadaye akaendelea na mchezo kidogo, kisha akakaa chini ndo akatolewa na kuingia hali. Wewe umeona, sisi tumeona, tumekukatia mfululizo matukio hapa bwana Morris Mkilima, unasema vitu ambavyo sio sahihi. Bin Zuberi aliendelea kidogo ili ujue hilo, aliumia dakika 18 ila wakati anatoka dakika 27 angalia alikaa chini na kuendelea. Amekupa mfululizo wa clip mpaka anatoka hapa. Sisi tulikuwa tuko makini na fani. Sasa wewe ulikuwa yuko sahihi. Yuko sahihi. Aliendelea, aliumia akaendelea na mchezo, akaumia mara ya pili. Aliumia mara ya pili. Hata nasi alikuwa sahihi. Basi sawa. Naam, ni washukuru kwa wote ambao mmeshiriki nasi kuanzia saa 2:30 asubuhi. Pamoja nami wenzangu ni Rashid Kejo, Tuliza Sikunambi na Nasondela Kilinga. Bosi leo yuko vizuri, leo hatupati chochote leo, na hata alivyokuja hapa namna ambavyo alishuka kwenye gari yake ya Mercedes Benz pale 2024 tulimuona tu kwamba leo hatuna chetu, na sisi tumekubali hiyo hali kwa sababu ya aliyotokea wiki hizi mbili mfululizo. Lakini pia namshukuru the super duper producer Omar Suleiman na timu nzima ya ikiongozwa na the big Baraka, the switcher professionali na Mwani Nyangasa. Tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo hapa Azam Sports 1. Tulikumbuka leo ni finali ya CAF Champions League.